Mimi naomba niseme ya kwamba nilijitoa muhanga kwa sababu nilihisi kutoka kwa ndani yangu Waislamu wanatakikana kukombolewa. Kwa hivyo nilijitoa kikamilifu kupa kupona kwa ajili ya kuokoa ndugu zetu wa Kiislamu. Lakini nilipokuja kugundua ya kwamba huku nyumbani kuna matatizo makubwa kuliko huko, ndio nikaamua wacha nife kwa kulikemea fundisho hili la utatu. Watu wasije wakasema hapana, huyu mtu alikuwa anahubiria Waislamu. Ya Waislamu tuweke kando kwanza, kwa sababu amemkumbatia Mungu wa utatu ambaye Biblia haimuongelei, ni Mungu wa uongo, lakini bado wanafanya miujiza. Wa Protestant, wachungaji ambao wanafanya miujiza ambayo wanafanya kwa sasa, hawawezi wakatokea kwa jukwaa wakakuja kusema hata kama wanafanya miujiza, ni Mungu yupi anayefanya miujiza hiyo wanaofanya? Kanisa hili la SDA wanamwamini ama wanamwabudu Mungu wa utatu. Sasa wanawezaje wakashirikiana na Mungu wa Babeli wakati wao wanasema hawako Babeli? Sasa badala ya kuja wajibu hoja, wanamalizia kusema ya kwamba tunatafuta pesa, sisi ni jaa tuko naye, na kejeli zingine za ajabu ajabu. Na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Kwanza, kitu ya kwanza ni kupongeza mchungaji. Sijui kama jina mchungaji ni hilo ama ninaweza kuwa na jina lingine pengine askofu, lakini naona askofu na mchungaji ni kitu moja. Nafikiri ni lugha tu, kwa sababu kwa Kiingereza anaitwa bishop, ndiye bado anaitwa mchungaji, yani mchunga kondoo za Mungu. Kwa hivyo nafikiri ni lugha tu. Nikushukuru kwanza, kitu ya kwanza kwa kujitoa kimasomaso kupinga fundisho la utatu, kwa sababu fundisho la utatu ndilo tishio la watu wa Mungu kwa sasa, na limekubatiwa na madhehebu mengi na wanalitetea kwa fujo na kwa mtutu wa bunduki. Yaani ukiukataa utatu umekuwa adui ya Wakristo wapagani, na inafikia wakati ambapo watu ambao wanamkubali Mungu mmoja aliye na nafsi moja wataungana waweze kumuinua huyo Mungu mmoja ambaye ni muumbaji. Na vile vile kutafika wakati ambapo kutakuwa na mlima wa Karmeli ambao manabii wa uongo wanaoabudu miungu ya uongo, tutaweza kupanda katika mlima huo ili ajulikane Mungu wa kweli ambaye anafaa kuabudiwa na watu. Mimi kwangu rasmi nimeweka mafundisho mengine yote kando na nimeamua kupambana na fundisho hili la utatu. Na watu wengi wanashangaa kwa hili, lakini niseme leo mbele ya hizi kamera wataendelea kushangaa, kwa sababu nimejitoa muhanga kwa ajili ya kupambana na fundisho hili la kipagani la utatu ambalo ndio adui wa watu wa Mungu kwa sasa. Niseme ya kwamba tunaweza kosa kuelewana katika mambo mengi, lakini tukielewana katika fundisho la Mungu ni nani, nadhani ya kwamba mengine kuelewana yatakuwa rahisi. Kwa sababu Mungu akiondoka mahali, hapo mahali panakuwa na machafuko na inakuwa ni Babeli. Lakini watu wakielewana kwa somo hili la Mungu, nataka niwaambie kwamba tutaweza kuwa rahisi sana kuwafikiana. Wakati mwingi watu wanagojea tu mapambano, wanagojea tulumbane, lakini itafika wakati ambapo ukweli ukisemwa na mtu wowote, wacha ukubalike ni ukweli. Amen. Bila kujali ni nani aliyeusema ukweli huu. Maadamu ni ukweli, haubadiliki kuwa uongo kwa sababu ni nani aliyeusema. Sasa katika somo hili la Mungu na somo hili linalohusiana na Kristo wake, niseme ya kwamba asilimia kubwa tunaweza tukakubaliana, lakini kuna kipengele ambacho kinahitaji mjadala, na sitaweza kuongelea mambo mengine kando na hilo somo la Mungu,
Hayo mambo mengine, mwanamke anavaa kitambaa ama asifae kitambaa, kwanza tuyaweke pembeni. Kwanza tukubaliane katika swala hili linalohusiana na muumba wetu. Kulingana na vile ambavyo nimemsikiliza, kwa sababu nimekaa pale na nikawa namsikiliza kwa makini, inawezekana kuna mambo mengine nje ambayo tunaweza kuyapiga msasa, lakini kwa sasa mimi sitaki kwenda kwa hayo, kwa sababu watu wengi wameenda kwa mambo mengine kuyajadili, lakini wamekosa kulijadili hili swala la Mungu ni nani. Mimi naamini katika Ufunuo 14, Bwana Bishop, Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6 na mstari wa 7 na mstari wa 8 na mstari wa 9. Ninaamini hapo ndipo ujumbe wa sasa upo. Watu wakikubali ujumbe huo, mambo mengine tutayakubaliana kwa nature tu. Hayatahitaji tuweke majukwaa ya mjadala ndio tukubaliane. Na ningetaka msomaji unisomee hizo mafungu ambayo nimeyataja. Yanasema nini? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, akawahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemu za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Endelea, bado hujamaliza. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa... Inatosha. Sasa hapo katika jumbe hizo tumeona wametajwa malaika watatu, na hao malaika watatu kila malaika ana ujumbe. Tunapoogelea neno malaika kwa lugha za kiasili, lugha ambazo zimetumika kuandika Biblia, linaweza kutumika kama mjumbe anayetumwa na Mungu. Kwa hivyo tunapoogelea mjumbe anayetumwa na Mungu, lazima huyo mjumbe awe na ujumbe. Akiwa hana ujumbe, basi sio mjumbe tena. Kwa hivyo kile ambacho tunaogelea hapo ni ujumbe. Ujumbe wa kwanza umesema watu wamche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Alafu ikasema msujudieni yeye. Kwa lugha ya Kiingereza inasema worship him, abudu yeye. Hilo neno kusujudu linakuja neno kuabudu yeye, worship him kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo dunia kwa sasa inafaa kurudishwa katika ibada ya Mungu wa kweli, one true God worship. Mahubiri kinyume na hiyo, nataka niwaambie, ni mahubiri yaliyo na makosa kwa sasa. Na ninashukuru kwa sababu mchungaji amesema maneno mazito sana, lakini kuna watu ambao hawawezi kuyatilia manani kwa sababu pengine si pastor wao amesema. Amesema ujumbe sio kuongea kwa lugha, kuongea kwa dini, kufanya miujiza. Watu wengi leo wamepotelea kwenye mikutano ya miujiza bila kujali ni Mungu gani anayetumikiwa huko. Lakini malaika huyu wa kwanza anasema watu wahubiriwe wamwabudu Mungu mmoja wa kweli, worship him, muabuduni yeye. Alafu mstari huo unaofuata hapo wa 8 ukasema hivi, Babeli imeanguka. Alafu mstari wa mwisho ukaogelea watu wasimwabudu mnyama na sanamu yake na wasipokee chapa katika kipaji cha uso, kwa sababu wale watakaofanya hivyo
watachomwa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Andiko limesema hivyo bila kuliongeza maneno. Sasa ina maana ya kwamba fundisho hili la utatu, the Trinity God, ni fundisho ambalo ni la mnyama ambaye huyu mnyama ni utawala ambao umeingilia masuala ya kiibada kwa sasa. Na tunapofuatilia habari za wanyama hao, tunaona mnyama wa nne anaitwa Roman Empire. Na Roman Empire wako na ibada yao na kanisa yao inaitwa kanisa la Kirumi. Kwa hivyo kanisa hili la Kirumi ndio wamekubatia Mungu wa utatu, Trinity God. Na ndio naona sasa hivi duniani kuna kitu inaitwa ecumenism, na kuna muunganiko wa makanisa unaoitwa WCC. Wakati ambapo mtu anapojiunga katika WCC ama katika ekumeni, Mungu ambaye anaabudiwa katika ekumeni anaitwa Triune God. Ni Mungu ambaye ameunganisha ibada za makanisa yanayokubalika na dunia leo. Kwa hivyo leo ukiamua kukataa utatu ama kukataa Triune God, umeamua kutegwa na makanisa yote ya kidunia kwa sasa. Kwa hivyo kabla ya kwenda kuingia kwa mjadala na Bishop, kwanza kitu ya kwanza ni kumwambia ameanzisha vita yenye yeye mwenyewe hajielewi, ajui itakuja kuwaje hapo mbele. Kwa sababu kukataa Mungu wa utatu ni kuanza vita na Wakristo ambao ulidhani ya kwamba mnatembea pamoja na wao. Na ndio Biblia inasema adui za mtu ni wale wa nyumbani. Sasa Bwana Bishop, kado mimi sijakwambia tunahitirafiana gani tunahitirafiana nini katika mada hiyo, lakini hiyo mimi naona ya kwamba ni swala dogo sana ambalo tutaafikiana kama kila mmoja atakubali kumsikiliza mwenzake. Lakini jambo ambalo ni la msingi ni ya kwamba wewe unamuogelea Mungu mmoja. Na huyo Mungu mmoja haujasema ni Yesu. Umesema ya kwamba Yesu ni mwanawe. Ni mwanawe ambaye ako na asili na sifa za kiungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, kama nimekuelewa. Sasa kile ambacho nimekisikia hapo ni kwamba huyu Mungu ni roho. Kwa hivyo hana umbo. Sasa mimi siamini hivyo. Ninaamini ya kwamba huyo Mungu mmoja ana umbo. Kwa hivyo swali tunafaa kuulizana na Bishop ni ya kwamba huyo Mungu mmoja ana umbo ama hana. Ndio nikasema ni swala dogo sana. Yaani hiyo tunaenda kumalizia kesi. Lakini kwa kukataa ya kwamba Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho anatengeneza Mungu mmoja, hiyo ni pongezi kubwa, na niseme ya kwamba Roho wa Mungu anakutumia. Wakati wa safari ya kiimani, hata tunaposoma katika Biblia, wale ambao wameandikwa katika Biblia kuna mambo ambayo hawakuwafikiana. Lakini katika swala la kuwafikiana Mungu ni hawakukosana. Kwa hivyo tutakapopatana katika hili swala la Mungu, nataka nikuambie mambo mengine tutawafikiana kwa haraka sana. Sasa wale ambao mnafuatilia kwa mitandao, kwenye mitandao, ni waombe ya kwamba tuondoe ushabiki. Na mimi niseme ya kwamba nimejitoa muhanga. Sababu kuna kitu moja Bwana Bishop nimekisoma katika historia ninapotumia kitabu cha Danieli 7 na kugundua ya kwamba wakati fundisho la utatu lilipopitishwa rasmi liliwang'oa mataifa matatu ambaye hayapatikani duniani kwa sababu ya fundisho hilo. Yaani waliuawa na kung'olewa kabisa duniani. Naitwa Heluli, Fados na Astroloth. Maana ukisoma Danieli 7 kuna wanyama wanne na mnyama wa mwisho walikuwa na pembe 10, alafu pembe moja ikatokea ikang'oa pembe 3. Hizo pembe 3 zilizong'olewa, wale wanaofundisha unabii kwa sasa huwa hawasemi ziling'olewa kwa nini. Lakini sababu ya kung'olewa, ziling'olewa kwa sababu fundisho la utatu lilipopitishwa, hizo nchi 3 ama hizo falme 3 zilikuwa zimekataa habari ya miungu mitatu. Kwa hivyo hata kama tutaamua
kukataa huyu Mungu wa utatu, ujue ya kwamba tutakuwa, hata kama hawatatuua watuchinje, watakuwa wametuua, kwa sababu Biblia inasema amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kwa hivyo wataanzia na kutuchukia, kwa hivyo watakuwa wametuua kwa mujibu wa Biblia. Sasa mwenyekiti, ningeomba kama itawezekana, kabla hatujaenda kuulizana kama Mungu ana umbo, kwa sababu habari ya ubatizo, kama ni jina la Yesu linabatiza ama ni jina la Baba, Mwana, Roho, naomba kwanza tuliweke kwanza kando. Ningeomba tuangalie katika swala hili la Mungu wa utatu. Kwanza tumuvamie pamoja na huyu bishop kwanza. Tumuvamie huyu Mungu wa utatu mbele ya hizi kamera. Huyu bishop si msabato. Na leo hii tunakwarusana na wachungaji wa kisabato vibaya mno, kwa sababu wameenda shule ya theolojia wakamuokota Mungu wa utatu na wakakuja wakamleta katika kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo mimi ningekuwa mshirika hapo ndani. Lakini hatuwezi kuonekana pamoja na wao kwa sababu wamemkubatia Mungu wa utatu ambaye kwangu mimi nishajua ni upagani na ni uongo. Sasa wewe niambie, ni kitu gani ambacho kitafanya mimi nisije nikaingia katika jukwaa moja na huyu bishop kwa ajili ya kumuvamia huyu Mungu wa utatu kwanza, alafu baadaye kama Mungu ana umbo ama hana umbo, iwe ni kesi yetu ya baadaye, ambaye haitakuwa kama tunarubani, itakuwa ya kwamba chuma hunoa chuma. Kwa hivyo ina maana ya kwamba nitamsikiza kwa makini na yeye anisikize kwa makini, alafu baadaye tutamuomba Mungu na atatufanikisha katika kuelewana katika hilo, kwa sababu safari ya ubali tumetoka. Unapokuwa ya kwamba leo unakataa fundisho la utatu, unajua kuna wengine ambao wanakataa fundisho la utatu lakini wanafundisha mafundisho ya ajabu. Unapata ya kwamba mtu anasema yeye anakataa fundisho la utatu lakini yeye anasema Yesu ndiye Mungu, hakuna mwingine. Yesu ndiye Mungu na ndiye Mungu, yani inaitwa fundisho la oneness. Hilo fundisho la oneness bado lina matatizo kama la utatu. Kwa hivyo watu wa oneness na watu wa utatu ni ngome moja tu, hakuna tofauti. Lakini kile ambacho mimi kimeniunganisha na bishop huyu ni kwamba amemtenganisha Mungu na Kristo, na akasema Kristo ni mwana wa Mungu aliye na sifa za kiungu kwa ajili ya kuzaliwa. Kwa hivyo hapo tumekubaliana katika 100%. Sasa mahali kwanza akatoa katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26, ambaye wana utatu wanatumia jina Elohim, wanasema Elohim ni plural. Kwa hivyo Mungu ambaye alikuwa naumba hapo walikuwa na nafsi tatu, lakini bishop amelieleza andiko hilo sawasawa na vile ninavyolieleza. Kwa hivyo ina maana Mungu anayeniongoza nikiwa Kenya anamuongoza huyu bishop akiwa hapa Tanzania, kwa sababu katika kulieleza lile andiko ya kwamba Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akamfanya mtu mwanaume na mwanamke. Bishop anakubali ya kwamba Yesu ametoka ndani ya Mungu kama vile Hawa ametoka ndani ya Adam. Mimi nafundisha hivi, hivyo ndivyo nafundisha. Sasa niombe hawa wenyekiti, Bwana Simulizi pamoja na Masawe, kama Masawe utaenda kutupeleke mada hii kwa pamoja, ningeomba munikubalie ya kwamba fundisho hili kwanza tulipeleke kwa kupinga utatu kwa hoja na kuwaomba wachungaji ambao wanadai wamesoma, sababu nimesema ya kwamba itafika wakati wa kuingia katika mlima wa Karmeli. Mlima wa Karmeli haukukuwa na ajenda nyingine, ulikuwa ni nani wa kuabudiwa, ni nani wa kufanyaje, ni nani wa kuabudiwa. Kwa hivyo manabii walikuwa wa Baali na manabii wa Ashera walikuwa wana miungu yao, walikuwa wanaabudu katika meza ya Jezabeli. Sasa Jezabeli wa leo ambaye anaunganisha manabii wa uongo ni kanisa la Kirumi. Kwa hivyo kanisa la Kirumi linamtoa mwenyekiti
anayewakilisha makanisa ya kibabeli kwa leo. Unajua Bwana Bishop, kama kuna watu wanajipiga kifua wanaambia watu watoke Babeli ni Waadventista wa Sabato. Lakini ningeshangaa mno, na mimi najiuliza maswali ambayo sijapata mtu wa kunijibu, kwa sababu wachungaji wao wote ni waoga, wachungaji wao wote hawawezi kutokelezea, wanaongea kwa mitandao, wanatukana, wanakejeli, lakini kutoka hivyo umetoka hawatoki. Lakini kitu moja ambaye najiuliza mimi ni ya kwamba mnatangazia watu ya kwamba kanisa la Katoliki kwa sasa ni Babylon, ni Babeli. Kwa maana hilo wanatangaza. Ingawa hawamtangazi ni nani mwenyewe, lakini wanatangaza kanisa lile ni kanisa ambalo ni Babylon. Lakini kitu ambacho mimi najiuliza, kanisa hili ambalo ni la Katoliki lina Mungu wa utatu. Wanamwabudu Mungu wa utatu. Na kanisa hili la SDA wanamwamini ama wanamwabudu Mungu wa utatu. Sasa wanawezaje wakashirikiana na Mungu wa Babeli wakati wao wanasema hawako Babeli? Sasa badala ya kuja wajibu hoja, wanamalizia kusema ya kwamba tunatafuta pesa, sisi ni jaa tuko naye, na kejeli zingine za ajabu ajabu. Waprotestanti, wachungaji ambao wanafanya miujiza ambayo wanafanya kwa sasa, hawawezi wakatokea kwa jukwaa wakakuja kusema hata kama wanafanya miujiza ni Mungu yupi anayefanya miujiza hiyo wanaofanya, kwa sababu wamemkubatia Mungu wa utatu ambaye Biblia haimuongelei, ni Mungu wa uongo, lakini bado wanafanya miujiza. Kwa hivyo tunawaomba kupitia kamera hizi watu wasije wakasema hapana, huyu mtu alikuwa anahubiria Waislamu. Ya Waislamu tuweke kando kwanza, kwa sababu hatukukuwa tumekuja kushindana ni nani anayechukua kikombe. Kama nilikuwa ninahubiria Waislamu ndio nishinde, basi mimi wacha nikae kushinda kwanza. Mimi naomba niseme ya kwamba nilijitoa muhanga kwa sababu nilihisi kutoka kwa ndani yangu Waislamu wanatakikana kukombolewa. Kwa hivyo nilijitoa kikamilifu kupa kupona kwa ajili ya kuokoa ndugu zetu wa Kiislamu. Lakini nilipokuja kugundua ya kwamba huku nyumbani kuna matatizo makubwa kuliko huko, ndio nikaamua wacha nife kwa kulikemea fundisho hili la utatu. Kwa hivyo niseme hivi bila kuwa mwingi wa maneno, ni ya kwamba mimi niko tayari kwa mtu yoyote ambaye atalikemea na kulilaani fundisho hili la utatu. Mimi niko pamoja kupada kwa jukwaa moja na yeye tulikemee fundisho hili la utatu, na nimempata huyu. Nikikuja ama tukikuja na wenzangu, tulikuwa tunakuja kujadiliana yeye kwa sababu tulidhani ya kwamba anakataa utatu lakini ni oneness, kama wachungaji wengine wako Kongo. Kuna kundi liko Kongo linasema ni Yesu tu, oneness hiyo. Lakini nilidhani ni hivyo. Lakini vile nimekuta nimeshindwa, kwa nini hata niende na yeye kwa mjadala kwanza. Nikasema hapana, huyu ni wa kuungana na yeye kwanza kueleza dunia ya kwamba fundisho la utatu ni la uongo. Na inawezekana akawa mpaka na elimu ya kunizidi kueleza fundisho la utatu ni la uongo. Kwa nini simsikize? Kwa nini nisimsikize? Nitamsikiza na nitaungana na yeye kama kuna material ambaye anahitaji ya kuongezea hoja zake. Material ambazo niko nazo nitaongezea. Na kama ana material za kuongezea katika somo hili pande ya kwangu, na mimi nitachukua ya kwake. Hapo ambapo hatuelewi kama Mungu ana umbo ama hana umbo, hilo tutalijadili kwa njia ya kuelewana kwa haraka. Kwa hivyo niseme ya kwamba Pastor, Mungu akubariki sana na Mungu akuongoze katika kujua kweli yote pamoja na mimi na wenzangu. Sasa nimalizie kusema niwasikize wenye kiti watupe mwelekeo. Kwanza ningeomba tupeleke, hata kama itawezekana, tupeleke mada hii ya utatu. Kwanza tuifundishe ni ya uongo kwa nini, alafu baadaye tumalizie katika somo letu la mwisho. Mungu awabariki.